Sasa tunaangalia uwezekano wa kutumia digital dentistry, sijui inasemwa vipi kwa Kiswahili, yaani kutumia vifaa vya kidijitali katika kutoa matibabu ya kinywa na meno. Tuna vifaa vingi, Wizara ya Afya imetoa sehemu nyingi za nchi. Mtaalamu wa wizarani atatoa hizi takwimu, lakini sisi kazi yetu ni kuandaa wataalamu watakaoenda kuzitumia hizo vifaa ambavyo wizara inavisambaza mikoani na wilayani. Kuna mapendekezo yanagusa maeneo tofauti kuanzia kuzuia, kutibu na kusababisha kufanya rehabilitation ya magonjwa yote ya kinywa na meno. Kwa hivyo mapendekezo yatakayotolewa hapa leo, tuko pamoja na wataalamu kutoka na watendaji kutoka Wizara ya Afya wako hapa pamoja na sisi, ofisi ya Rais wako pamoja na sisi, kwa tunajua watayafanyia kazi ili aweze kufanywa kazi. Pia kama nchi tunahitaji matabibu meno 2600, lakini mpaka sasa hivi tuna matabibu meno 700 ambao tayari wanafanya kazi katika vituo vyetu. Kwa hiyo unaona bado ukiangalia katika swala la wataalamu bado changamoto iko kubwa, lakini serikali kwa kushirikiana na vyuo inaendelea kupambana kuongeza. Lakini pia katika eneo la kinywa na meno, ili daktari bingwa pamoja na tabibu wa kinywa na meno waweze kufanya kazi vizuri, anahitaji kuwa na muuguzi aliyebobea kwenye eneo la kinywa na meno, tunamuita dental nurse. Mpaka hapa napoongea, nchi ya Tanzania hatuna dental nurse hata huyu mmoja. Kwa hiyo tunavihitaji vyuo vitumie fursa hii kuanzisha hii program ya dental nurse ili waweze kufanya kazi kwa kushirikiana na hawa wataalamu waweze kufanya kazi vizuri. Limegusiwa swala hapa la bima ya afya kwa wote. Hili ni swala ambalo serikali imeshaazimia kuhakikisha kwamba bima ya afya kwa wote itapatikana kwa wananchi, kwa kuanza na makundi mbalimbali. Lakini kwa muktadha wa mdahalo huu ni kwamba swala la tiba ya meno na kinywa itakuwa ni miongoni mwa huduma ambazo zitatolewa katika bima ile ya afya kwa wote itakapoanza utekelezaji wake. Kwa hiyo kikubwa hapa ni kwamba ni kutoa wito kwa jamii kwamba swala zima la afya ya kinywa na meno sio swala la kupuuza, sababu meno ni kiungo ambacho ni muhimu sana ambacho kinatusaidia kujenga afya zetu.